kitu ambacho ni kikubwa na ni kizuri kwetu. Ndio. Lakini pia unazungumza nini kuhusiana na performance ya wachezaji wenu? Jean Charles Ahoua ameendelea kuwa bora zaidi ya maradufu. Ni jambo zuri kwa maana kwamba yeye ni mchezaji ambaye amesajiliwa kwa ajili ya kufanya kazi, na kwetu sisi ni faraja kwamba anafanya kazi yake vizuri. Tunapopata ushindi hatuwezi kumpa pongezi peke yake, tunampa pongezi wachezaji wote ambao wameweza kushiriki huo mchezo na kutupa matokeo. Macho ya wengi alikuwa akisubiri mtadondosha hapa alama, mtadondosha hapa, vipolo vinaendelea kuliwa. Hii inatoa tafsiri gani kwa wale ambao walikuwa wakisubiri kuona hata mkiacha hata alama moja katika baadhi ya michezo mliocheza? Sisi hatuwezi kuzungumzia mawazo ya watu. Sisi tunazungumzia mawazo yetu sisi na mipango yetu sisi ni kuhakikisha kwamba tunashinda katika michezo yote na matokeo ya mpira yanapatikana uwanjani. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba tumekuja kiwanjani, tunapata matokeo na yanatupa alama ambazo zinatuongezea nafasi nzuri ya kushindana katika ligi. Morali ya timu kwa sababu tarehe ya dabi imeshatangazwa, kwa namna gani mko na hamu ya kumkabili mpinzani? Ni mpira tu, yani ratiba imepangwa, itakapofika maandalizi yetu sisi ni yale yale ya mechi zote tu. Kama kawaida, mechi hiyo sisi kwetu ni mechi ya kawaida, wala haina tofauti na mechi nyingine. Unamaanisha nini ukisema ya kawaida? Unaenda kucheza na Yanga ambao wenyewe wanasema hawachezi. Hayo ni mawazo yao wao na mimi sifuatilii wanachokifikiria, lakini jambo kubwa ambalo ninalifahamu kwamba ratiba imetolewa na mamlaka za mpira zitakapokuwa tayari, na sisi tuko tayari kwenye kushiriki hizo tarehe, kwa sababu tunaamini kwamba tutakuwa tumeshamaliza mashindano ya Afrika na pia inaweza kawa tumemaliza FA kwa maana ya nusu finali, na sijajua tarehe ya finali ya kombe la shirikisho hapa nchini kwa maana ya CRDB Confederation. Tutakuwa tayari sisi kuendelea na michezo yote iliyobakia ya ligi. Mechi hiyo ni mechi ya kawaida kama mechi nyingine tu. Kusema kwao hawachezi ndio imesababisha nyewe kuona mechi ya kawaida? Mimi sielewi yani wanaposema wachezi, mimi huwa siwasikilizi yani. Hamna jambo la maana ninaloweza kulisikiliza kutoka kwao. Mpaka sasa wamekuwa si wa maana kulingana na wanayosema. Unajua mpira una taratibu zake katika usimamizi, na kama mamlaka zinazosimamia mpira zimeshapanga ratiba, badala yake ni kusubiri hiyo tarehe ifike na tuweze kwenda mchezo. Hizi kelele za nani, mambo ya kusutana, mambo ya kwenye mashindano ya vigola huko, sijui kwenda nini, sijui kumuitia wanaita nini zile kibao kata, sijui kwenda kusutana, sijui kumkodishia. Mpira unaendeshwa na mamlaka ambazo sisi sote tunatakiwa, na ili wewe uweze kufanikiwa kuna haja ya kumshutumu mtu, kumshushia mtu hadhi yake, kumdhalilisha, kumuona kwamba hafai. Mbona kipindi ambacho wao wanaona kwamba walikuwa na mafanikio, waliokuwa wanaongoza na kusimamia mpira ni hao? Sasa hivi hawana imani nao. Lakini kutokuwa na imani ni jambo lote, kwa maana kwamba watu hapo ambao wanaishi kwenye mechi ya Simba tu, mengine kote kwa sasa hayo ni ndio unapima sasa akili zao wale, kwamba inawezekanaje mwili mzima wa mwanadamu ukawa unafaa lakini nywele ndio zikawa hazifai. Yaani mtu mwenyewe ni yule, kwamba unamzungumzia mtu yule. Sasa ni haina mantiki. Wewe ni kiongozi lakini pia umewahi pia kuhudumu kwa upande wa jamii. Unapoona masuala yanaenda mpaka bungeni, viongozi wa kitaifa pia wanazungumza maneno kama haya, inaongeza hali gani katika serikali yetu? Inaua, kwanza hao wabunge wenyewe wajiulize wametumwa hayo. Yaani ndani ya bunge huko walikotoka hao wanaowakilisha waliwaambia waende wakazungumzie mechi ya mpira wa Simba na Yanga. Raia zao ni mashabiki pia wa soka. Sawa, lakini shida walizonazo huko kwenye majimbo yao. Mimi sitaki kuzungumzia masuala ya wabunge na shughuli zao. Wewe waache na mambo yao. Lakini kwanza unapozungumza kwa jamii, lazima ujiulize hili ninalozungumza linabeba uzito gani? Bodi ya ligi unayozungumzia leo, TPLB, formation yake ni sawa sawa na formation ya bodi ya ligi zingine zozote duniani. Nini composition? Composition ni vilabu vyenyewe ndio vinavyounda bodi ya ligi. Kwa maana governing council ya bodi ya ligi inaundwa na vilabu. Na vilabu hivyo ambavyo wao wanavishabikia au wanaviona kama vina maana ni wanachama katika hayo. Wakati yanapitishwa haya mbona hawakuyasema? Wanaona kama wameteleza kwenye hili kwa sababu wanaona kama wameteleza vipi? Kanuni za ligi kabla ya msimu kwanza
zinaanza kuandaliwa na secretariat ambazo zinaundwa pia na vilabu. Alafu ndo tunaenda kwenye bodi ya ligi nzima ambayo wanachama wote wa timu zote za ligi kuu pamoja na zile za Champions ni wanachama. Nani ambaye alinyosha mkono wake kusema kwamba kanuni hii imetungwa haiko sahihi? Lakini haya yamekuja baada ya kugota kule kasi. Sasa ndio maana amesema hawana imani na wachezi. Wewe achana habari ya kasi bana, iwe kasi iwe mbio iwe haraka, sisi tunachojua kwamba bodi ya ligi na mamlaka za mpira zimehakikisha kwamba mechi itachezwa tarehe 15 mwezi Juni. Sisi hatuwezi kuwa na vilio. Mtoto akija duniani hapa akizaliwa analia kwanza, tumwambie anyamaze? Wao waache kulia. Anabembelezwa mtoto. Sasa sisi tuko tayari, watafute maziwa ya kunyonya wabembelezwe. Asanteni sana jamani. Shukrani.